Sauti Live. Mtazamaji, karibu sana. Ni siku njema, siku ambayo Bwana ameifanya. Tunaendelea kufurahi na kumtukuza Mungu kupitia utume wa uimbaji. Kipindi wani ni Sauti Live, kwa moyo mkunjufu kabisa na kukaribisha tuendelee kufanya shangwe, lakini kubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo mbalimbali. Kama ilivyo kawaida, Sauti Live inakupa burudani, lakini kubwa unasali mara mbili. Si ndio jamani Ndio. Tunapoimba tunasali mara mbili Ndio. Aha, yani maneno ya Mtakatifu Agustino. Na leo nipo na kwaya ya Mtakatifu Siliakus kutoka parokia teule ya Mtakatifu Siliakus, ambao wanatokea katika parokia ya Kizinga, si ndio? Ndio. Kama sijakosea, na ni kwaya ya Mtakatifu Siliakus. Ndio tutatafakari nao matendo makuu ya Mungu tukiwa tunamalizia shangwe za Kristo mfufuka jamani, si ndio Ndio. Haya, karibuni sana tuweze kuwa pamoja mpaka tamati ya kipindi hiki. Langu jina ni Mary binti Yuda, pamoja na crew nzima ya Sauti Live inayokuhakikishia matangazo haya na kufikia hapo ulipo. Usiondoke pembeni ya runinga yako, uendelee kubarikiwa na kutafakari matendo makuu ya Mungu. Karibu sana tupate kusikia sauti nzuri kutoka kwaya hii ya Mtakatifu Siliakus. Walikuja kipindi cha nyuma kidogo wakiwa Kigango, lakini leo wamekuja ni parokia teule. Jipigeni makofi jamani. Mimi nawaombea mwaka usiishe huu mkawe parokia. Amina. Haya, basi tuwe sote mtazamaji mpaka tamati. Karibuni sana, tufurahi pamoja, tuimbe pamoja na kwaya hii ya Mtakatifu Siliakus kutoka parokia ya Kizinga. Si ndio? Au nimekosea? Parokia teule ya Kingubi. Parokia ya Kizinga, lakini ni parokia teule. Haya, karibu sana tuwe sote mpaka tamati. Tumwimbie Bwana Katika roho na kweli. katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Mmependeza. Asante nawe pia. Asante, tumshukuru Mungu jamani. Mnasema na nini nachangia? Parokia. Karibuni tufurahi pamoja. Ili kuishi kwa amani yahitajika
mema tena yenye nguvu toka mbinguni kwa Baba. Hakuna hekima ya Mungu, hakuna hekima ya Mungu. Kwa kuwa mmekuwa chumvi ya ulimwengu, nendeni mkaikoleze dunia. Tena mmekuwa nuru ya ulimwengu, nendeni mkaiangaze dunia. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa maana ndivyo walivyowaambia manabii waliokuwa kabla yenu. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi, ili mpate kuona Baba yenu, Baba yenu aliye mbinguni. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Msifanye wema mbele za watu, kusudi mtazamwe na wao. Kwa kufanya hivyo mpate thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema,
kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburi, walionyesha mchakato walioyaweka tayari, wakalikuta lile jiwe mbali, limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia simoni kuliwasha Yesu, kaburi ni wazi hayumo tena. Lakini malaika akasema, aliye hai katika wafu akafufuka, amewatangulia Galilaya, leo amefufuka, leo mapema, tushangilie, tuimbe haleluya, hakika Bwana amefufuka, tushangilie, tuimbe haleluya. Kristo akisha kufufuka wala hafi tena, wala mauti haimtawali tena, ameshinda kifo na mauti. Haleluya, haleluya, amefufuka, leo mapema, tushangilie, tuimbe haleluya, hakika Bwana amefufuka, tushangilie, tuimbe haleluya. Na sisi wa Kristo leo tufufuke na Yesu, tuziache njia zetu za upotofu, Kristo mfufuka kae kwetu, awe njia ya mbinguni, amefufuka, leo mapema, tushangilie, tuimbe haleluya, hakika Bwana amefufuka, tushangilie, tuimbe haleluya. Mkombozi wetu amefufuka leo, ameutangaza wokovu wa roho zetu. Kufufuka kwake kumetufungulia milango ya mbingu kwa wateule wake. Vinanda na ngoma, vigelegele na tuimbe kwa shangwe, amefufuka, ameutangaza uzima mpya wa milele, uzima usio na mwisho tena, amefufuka, leo mapema, tushangilie, tuimbe haleluya, hakika Bwana amefufuka, tushangilie, tuimbe haleluya. Tumwimbie Bwana Katika roho na kweli. katika roho na kweli, Tumwimbie Bwana. tumwimbie Bwana Katika roho na kweli. katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Pigeni makofi mengi. Kingugi hai. Hai. Kingugi mpo. Hongereni sana. Asante.
Na mtazamaji wa television Tumaini, kama ndio kwanza unaungana nasi, unatazama Sauti Live na tupo na kwaya Mtakatifu Cyriacus kutoka parokia Teule. Sio parokia jamani, parokia Teule. Parokia Teule ya Mtakatifu Cyriacus, lakini hawa ni watoto kutoka parokia ya Kizinga bila shaka, si ndio? Ndio. Haya, leo ndio tupo nao katika Sauti Live na tunafurahi nao, tunaendelea kutafakari matendo makuu ya Mungu kupitia muziki mtakatifu ama utume huu wa uimbaji. Karibu sana. Kama ndio kwanza unaungana nasi, nambari zetu za ujumbe zinapita chini ya runinga yako ambazo ni 0742773444, 0742773444. Karibu kwa ujumbe wako, lakini kama kuna lolote lile ambalo unataka kufahamu kutoka kwa kwaya hii ya Mtakatifu Cyriacus, basi karibu, unaweza ukatutumia ujumbe wako nami nikaufikisha moja kwa moja. Tumwimbie Bwana wapendwa. Katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Haya, jumbe ni nyingi kweli kweli mtazamaji, mimi naona nianze kwa kupunguza, si ndio jamani? Ndio. Haya. Huyu anasema Kristo Tumaini letu. Mungu awabariki sana TV Tumaini kwa kipindi kizuri cha Tumwimbie Bwana. Haya, asante sana, lakini kipindi kinaitwa Sauti Live. Kwa pamoja tunamwimbia Bwana kupitia Sauti Live, si ndio jamani? Haya, yeye ni Emmanuel Pius Shirima wa parokia Kimanyatu kwa Padre Damian Temere Mosha, Jimbo Katoliki la Moshi. Asante sana ndugu yangu kutoka Moshi. Huyu anasema asante, Mungu abariki. Yeye ni mama Mtavangu wa Mlandizi. Amina. Baraka hizo jamani kutoka Mlandizi. Amina. Haya, amepokea Haya, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Dionisia anatokea parokia ya Maganzo, Jimbo Katoliki la Shinyanga. Mmependeza sana na mnaongozwa na hekima ya Mungu. Hongereni sana. Asante. Kweli jamani. Haya, wamesema ni kweli wanaongozwa na hekima ya Mungu kutoka Kingugi, parokia Teule Mtakatifu Cyriacus. Hongereni sana wanakwaya Mtakatifu Cyriacus. Mungu awabariki sana na kuwa pamoja nanyi katika kuitangaza vema injili yake. Yeye ni Agi James kutoka Jimbo Katoliki la Mbulu. Haya, mapendo daima. Anaitwa Recho kutoka Dodoma, anasema kwa kweli wanajitahidi sana, mwalimu wa kwaya apewe maua yake. Nimempenda mwalimu wa kwaya apewe maua yake jamani. Haya, anasema nimempenda mdada mwenye miwani, mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza itakuwa ni wa pili mtazamaji Mstari wa kwanza hakuna mwenye miwani hapa, ni mstari wa pili, na mstari wa pili wako wenye miwani kama wawili. Yes, basi umewapenda wote, si ndio Mapendo daima jamani. Makofi kwake huyu. Haya, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Anasema wanakwaya mpo vizuri, kanifurahisha koka sichana kutokea kulia watano. Haya, kabinti. Sio msichana, ni mtoto huyu jamani sogea hapo mdogo wangu, sogea hapo. Hapo kwenye mic, sogelea mic. Hapo. Hapa jamani. Hapa. Mbona hivyo jamani? Ajawa msichana, huyu ni mtoto jamani Si ndio jamani Ndio. Sogea tena mbele. Mbele ya mic mpenzi, usiogope. Hapa. Jina lako? Arodia Sperius. Arodia Sperius. Unaimba sauti ya kwanza. Ndio. Unajisikiaje ukiwa unaimba Arodia? Najisikia Furaha. Bila shaka uko na mama hapa Ndio. Mama yuko wapi? Sauti ya pili. Kwa nini wewe umeenda sauti ya kwanza na mama yuko sauti ya pili? Mimi nimeipenda sauti ya kwanza na nimeichagua. Na aliyekuvutia kuingia kwaya ni nani? Ni mama ama? Ndio. Ni mama. Kwa hiyo ukaona mkache na sauti yake ya pili uende sauti ya kwanza. Ndio. Arodia, upo darasa la ngapi? La 6. Arodia anakuwa akiwa katika kwaya jamani, si ndio sasa hivi tutamuita binti lakini bado ni mtoto. Makofi mengi kwake Arodia. Haya, unaambiwa umlee mtoto katika njia impasayo naye hataiacha hata uzee wake jamani. Hongera kwa mama Arodia. Njoo basi mama Arodia tukuone. Makofi kwake mama Arodia. Mama Arodia, mnafanana kwa kweli. Hongera sana mama Arodia. Sogea mbele kwenye mic. Jina lako? Naitwa Priska Simba.
Pliska Simba. Pliska, baba Rodia umemwacha wapi? Yupo nyumbani. Hapo ingependeza zaidi kule kwa upande wa Rodia kule angekuwa na baba, si ndio eh? Ndio. Na yeye sio mnaitikia ndio wenzenu mmewaleta. Wenzenu mmewaleta. Una mpango gani wa kumleta baba Rodia kwenye kwaya mama Rodia? Yupo lakini majukumu ni mengi. Lakini ni mwanakwaya pia. Ni mwanakwaya. Wow, hongera sana. Haya, sisi tunatakiwa tumemwema. Mungu awabariki sana. Next time mkija mje na baba Rodia. Makofi kwao jamani. Haya, katika upande mwingine ule tunasema mama na mwana tunaimba na kucheza, na sisi katika Sauti Live mama na mwana tunasifu na kucheza, si ndio jamani? Ndio. Haya, huyu anaitwa nini tena? Haya, anaendelea na ujumbe wako mtazamaji. Kabla tujakwenda mapumziko, tukijiandaa kwenda kupata kutazama moja kati ya kazi ya kwaya ya Mtakatifu Siliakus kutoka parokia teule ya Mtakatifu Siliakus. Anasema hongereni sana, mmependeza. Mungu awatangulie katika kuinjilisha. Yeye ni Madorini kutoka Bukoba. Haya jamani, kutoka Kibugi mpaka Bukoba mmefika. Hatari. Mapendo daima. Mapendo. Haya, huyu kutoka jimbo la Iringa parokia ya Msuluti anasema karibu hata kwetu. Wao wamependeza. Asante. Haya, tutafika huko Msuluti. Mtazamaji wetu kutoka Iringa, Kristo tumaini letu. Avelina, napenda kumpongeza binti Ridia kwa utume mzuri na msiaendelee na huo utume. Kuna Ridia hapa? Rodia. Okay, atakuwa amekosea. Haya, asante, zimefika. Haya, Kristo tumaini letu. Tumaini letu. Kristo. Mbarikiwe sana wanakwaya, ninawapenda sana. Nimempenda sana mtoto, yuko vizuri sana. Mungu ambariki sana. Yeye ni Betha Charles kutoka parokia Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, Nzige, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Haya, tumsifu Yesu Kristo. Musa William kutoka parokia ya Mtakatifu Agustino Simanjiro, Manyara, uko Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Kwaya inaimba vizuri, hongereni sana. Asante. Haya, anasema tumsifu Yesu Kristo. Yeye ni Victor kutoka Tanga. Nimewapenda sana wanakwaya, huyo mtoto ananikosha hatari sana. Pongezi kwake. Na nyie mnajisikiaje sasa kuwaleta na watoto wenu jamani? Mnaonaje yani hapa mbele kungejaa wa mama nani, mama Rodia, au sio? Haya, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Hongereni sana wanakwaya. Kwa jina anaitwa Peter Simon kutoka mkoa wa Sumbawanga. Mimi nasema Jimbo Katoliki la Sumbawanga vijijini, uko parokia ya Msalaba Mtakatifu Muze. Haya, huyu anaomba video ya wimbo wa hekima ya Mungu walioimba kwa hiyo Mtakatifu Siliakus. Haya jamani, anaipataje video? Haya. Utaipata, usijali mtazamaji, muda ukituruhusu tunaweza tukakuchezea hata na huo wimbo jamani, si ndio? Kabisa. Hongereni na kazi ya Mungu, karibuni na kwetu Iringa jamani. Asante. Na mnapopenda safari sana. Kristo. Napenda kumpa pongezi mwalimu wa kwaya kwa kuongoza vizuri kwaya yake. Kwa jina anaitwa Josephine kutoka Iringa. Unasema? Umesemaje? Wanasifiwa na dada. Yawezekana ndio watazamaji wengi. Anasema dada aliyevaa viatu rangi nyekundu anaimba vizuri. Ameniambia nirudie tena kusoma ujumbe. Dada aliyevaa viatu vyekundu anaimba vizuri sana. Arodia. Jamani, mtoto huyu. Amchelewa kuulizia jimbo lipo wazi. Arodia ni mtoto jamani. Tumsifu Yesu Kristo. Anaitwa Recho kutoka Mwanza parokia ya Kishili. Hongereni sana, mmependeza, karibuni Mwanza jamani. Asante. Haya, hongereni sana kwa kupendeza. Yeye ni Petronila kutoka parokia ya Puma Singida. Jamani, hongereni. Asante. Haya, nimependezwa sana na huyo mtoto. Mungu ambariki sana. Yeye ni Glory kutoka Mbeya. Haya, ngoja nisome ujumbe wa mwisho alafu tuende kwa burudani.
Mapendo daima. Kwa jina naitwa Martha kutoka Geita. Wamependeza wanakwaya. Asante. Na mtazamaji, ni kwaya Mtakatifu Siliacus, lakini wakati huu sasa tunakwenda kutazama moja kati ya kazi yao ambayo wameifanya. Wanazo kazi nyingi sana, lakini basi mimi nakupitisha kwa wimbo huu wa Neema. Unaitwaje ile wimbo? Achana na hekima. Ni kwa neema. Yes, ndio hivyo. Ni kwa neema tu. Tunakwenda kutazama kazi hii, na kazi zao nyingi zipo. Basi tukirejea atakwambia kazi zao utazipata wapi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Unatazama Sauti Live. Karibu sana. Hebu twende tutazame. Ni kwa neema. Kuishi kwangu ni kwa neema ya Mungu, si kwa matendo mema wala mapenzi yangu, ni kwa neema yako. Ni kwa neema tu ya Mungu. Kuishi kwangu ni kwa neema ya Mungu, si kwa matendo mema wala mapenzi yangu, ni kwa neema yako. Nisamehe Mungu wangu zaidi na shukuru. Kuishi kwangu ni kwa neema ya Mungu, si kwa matendo mema wala mapenzi yangu, ni kwa neema yako. Ni kwa neema tu ya Mungu. Kuishi kwangu ni kwa neema ya Mungu, si kwa matendo mema wala mapenzi yangu, ni kwa neema yako. Nisamehe Mungu wangu zaidi na shukuru. Nakusifu Mungu wangu ndani nasifu Mungu wangu, ninakupa pokea. Nisamehe Mungu wangu zaidi na shukuru. Nakusifu Mungu wangu ndani nasifu Mungu wangu, ninakupa pokea.
kwangu ni kwa neema ya Mungu, si kwa matendo mema wala mapenzi yangu, ni kwa neema yako. Ni kwa neema tu ya Mungu, kuishi kwangu ni kwa neema ya Mungu, si kwa matendo mema wala mapenzi yangu, ni kwa neema yako. Nisamehe Mungu wangu zaidi na shukuru, nakusifu Mungu wangu ngali hai, nasifu Mungu wangu nakupa pokea. Nisamehe Mungu wangu zaidi na shukuru, nakusifu Mungu wangu ngali hai, nasifu Mungu wangu nakupa pokea. Neema tu ya Mungu, kuishi kwangu ni kwa neema ya Mungu, si kwa matendo mema wala mapenzi yangu, ni kwa neema yako. Ni kwa neema tu ya Mungu, kuishi kwangu ni kwa neema ya Mungu, si kwa matendo mema wala mapenzi yangu, ni kwa neema yako. Nisamehe Mungu wangu zaidi na shukuru, nakusifu Mungu wangu ngali hai, nasifu Mungu wangu nakupa pokea. Nisamehe Mungu wangu zaidi na shukuru, nakusifu Mungu wangu ngali hai, nasifu Mungu wangu nakupa pokea. Sauti Live. Sauti Live. Sauti Live.
Mtazamaji, tumerejea tena. Kama ndo kwanza unaungana nasi, karibu sana. Unatazama Sauti Live. Kila siku nakwambia Jumapili show ni moja, tutoke uende wapi? Karibu tuendelee kumwimbia Mungu katika roho na kweli. Na leo nipo na kwaya Mtakatifu Siliakus kutoka parokia teule ya Mtakatifu Siliakus. Ni watoto kutoka parokia ya Kizinga. Bila shaka jamani, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Katika roho na kweli Tumwimbie Bwana. Haya, tunasonga mbele mtazamaji. Sasa tunakwenda kuifahamu kwaya hii ya Mtakatifu Siliakus. Ingawa sio wageni sana Sauti Live, ni wenyeji fulani hivi, lakini kwa wewe ambaye kwa mara ya kwanza sasa ndio kwanza unaiona kwaya hii ya Mtakatifu Siliakus kutoka parokia teule ya Mtakatifu Siliakus, basi hatuna budi kuweza kuifahamu kidogo tu, lakini mengine mengi utayapata kupitia katika mitandao ya kijamii. Utakwenda kuitazama, utatazama kazi zao pia, basi na vingine vingi ambavyo utatamani kuvifahamu utavifahamu kupitia huko. Hapa burudani ndio sehemu yetu ya kipindi. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Katika roho na kweli Tumwimbie Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenyekiti, Amina. Mwenyekiti upo? Nipo. Makofi kwake mwenyekiti. Kama mpole vile mwenyekiti Mpole sana nini? Ngojeni arudi mazoezini. Mwenyekiti, naam. Kuna mtazamaji kwa mara ya kwanza sasa ndio anakutana na kwaya hii ya Mtakatifu Siliakus. Wala kwa ufupi aifahamu kwaya hii. Okay. Kwaya ya Mtakatifu Siliakus ni kwaya ambayo ilianza rasmi utume wake wa uimbaji mwaka 2017. Wakati huo ikiwa inaitwa kwaya vijana, na tulikuwa tunafanya utume wetu katika parokia ya Mtakatifu Martin Otuaz Kizinga. Baada ya utume huo kwa miaka kadhaa, kulikuwa kuna kituo cha sala kikapandishwa hadhi na kuwa kigango. Kwa hiyo baada ya kigango, baba paroko alituomba kwamba rasmi sasa tuanze kufanya utume wetu katika kigango cha Mtakatifu Siliakus ambacho kipo Kingugi. Hivyo basi tuliendelea na utume huo kwa muda, na mpaka sasa tumefanikiwa kuwa parokia teule, na panapo majaliwa basi pengine mwaka huu usiishe tukawa parokia. Tunamuomba Mungu na tutamshukuru sana kama litafanikiwa jambo. Haya, Mungu ni mwema. Amina. Tukiingia katika mitandao ya kijamii tukitafuta kwaya Mtakatifu Siliakus, tunaipataje? Tunaipata Facebook, tunaipata Instagram, tunaipata YouTube, ama tunaipatia wapi na tunaipata vipi? Okay. Kwaya Mtakatifu Siliakus tuna mitandao ya kijamii ambayo tunaitumia kwa sasa ni mitatu, ambayo tunatumia Instagram kwa jina hilo, ukiandika tu kwaya Mtakatifu Siliakus unaipata, lakini pia tuna Facebook na pia tuna YouTube channel, ambayo zote hizo ukiingia ukiandika tu kwaya Mtakatifu Siliakus basi unaweza kupata kazi zetu. Na kwa mara ya mwisho jana pia tumeupload wimbo mmoja YouTube ambao ni huu tulioimba sasa hivi, ambao tutauimba muda si mrefu, ambao unasema ni kwa neema tu. Ni kwa neema. Yes, huko YouTube pia. Haya. Ndio. Haya, mtazamaji wa wimbo umepata kuona mimi na kielele changu, basi nikaupandisha leo. Kumbe ndo kwanza umeupandisha leo? Jana. Yes. Sasa nilivyoingia nikakutana na zile nyingine, nikaona hizi sio wakati wake. Okay. Nikakutana na huo ni kwa neema. Awesome. Nikaona huu utatufaa kwa wakati huu. Hongereni sana jamani. Asante. Naimba vizuri sana. Amina, amina. Haya, napata picha sijui vipi mkiwa parokia, au ndio mood itashuka tena? Mood itakuwa juu zaidi. Sio mnafanya hivi kwa sababu bado mpo, mnafanya sasa muonekane kwamba sisi ndio sisi. Sasa mkishakuwa huko mnabwetekaga, lakini hapana. Kweli? Haya, mimi natamani Mungu abariki, mwaka usiishe muwe parokia, alafu tukutane tena. Amina. Tukishakutana sasa nitaona moto umepanda, moto umeshuka. Haya, kwa faida zipi ambazo mmezipata tangu muingie katika mitandao ya kijamii? Tofauti na awali, labda mkuu katika mitandao, lakini mlivyoingia mnasema tusingekuwa hiki, tusingekuwa huku hivi, tusingeweza kuvipata. Faida ambayo naweza nikasema tumeipata kupitia mitandao ya kijamii, kwanza imetutambulisha sisi kama kwaya Mtakatifu Siliakus kufahamika. Yani kufahamika Tanzania nzima tuseme. Na hususan kuna wimbo mmoja ambao tuliwahi kufanya unaitwa Mwisho Wangu. Ni wimbo ambao kiukweli yani umetutangaza. Yes. Yes, ni wimbo ambao uko YouTube pia unapatikana, na
yani una viewers wengi, wimbo ambao ulitutangaza sana. Kwa hiyo faida ambayo tumeipata ni vile kwamba mitandao imetusaidia kututangaza na watu kufahamu au kusikia injili kwa njia ya uimbaji. Okay. Yes. Kuna album katika Kwaya Mtakatifu Siriacus? Of course album tunayo. Na album yetu ina nyimbo 9. Nyimbo 9. Ni audio na video pia. Na huu wimbo ambao mmeupandisha jana? Yes, ni miongoni mwa nyimbo ambazo zipo kwenye album yetu. Okay, najua huo ni wa 10 sasa kwenda kutengeneza album nyingine. Hapana. Tutarajie nini kutoka kwa Kwaya Mtakatifu Siriacus? Kwaya Mtakatifu Siriacus, ndugu mtazamaji, naomba tu yani ndugu watazamaji wanaofuatilia kipindi hichi cha Sauti Live watarajie mambo makubwa sana katika kwaya yetu ya Mtakatifu Siriacus, kwa sababu tuna mipango mingi sana mwaka huu. Lengo ni kwamba tunataka tuendelee kuitangaza injili kwa njia ya uimbaji. Hivyo basi tuna mkakati wa kuandaa nyimbo za matukio, mfano vile Pentecoste, kama hivyo Pasaka, Sweet Christmas, sijui mwaka mpya, yani hivyo Kwaresma pia, Majilio. Yes. Kwa hiyo ni mipango yetu ambayo ipo katika mwaka huu. Kwa hiyo watarajie makubwa sana. Yes. Naona kwa yenu iko na vijana wengi. Ndio. Sana. Na vijana wako katika mchakato mkubwa sana wa utafutaji katika maisha. Faida gani ya kijamii kijana anaipata akiingia katika Kwaya Mtakatifu Siriacus? Kijana kama kijana, kwanza usipokuwa kwenye chama chochote cha kitume, hiyo ni dhambi. Kwa hiyo kijana anapojiunga kwenye utume huu wa uimbaji, hasa kwenye kwaya, ni faida nyingi sana anazozipata. Nafikiri kuna siku niliwahi kuzungumza kwamba kijana anapokuja kwanza mazoezini, cha kwanza anapata ule muunganiko wa kuwa pamoja na wenzake, kubadilishana mawazo. Lakini ukiachana tu na ile la kubadilishana mawazo, kuna faida ambazo anazipata ambazo sio za kiroho, hata za kimwili pia. Mfano labda ameumwa au labda amepata shida, ndugu yake anauguriwa, ile huwa inatufanya sisi kwamba kukaa pamoja, kuchangishana na nini, tukapata chochote kitu tukaenda kumtembelea kama mwanakwaya mwenzetu na kumfariji. Kwa hiyo hizo ni faida, miongoni mwa faida ambazo anazipata kijana anapojiunga na kwaya. Na mradi wowote ambao unawasaidia kutimiza malengo yenu kama kwaya? Mpaka sasa mradi tulionao tuna mradi wa visakramenti, lakini pia na mradi wa fresh ambao kwa maana ya hii album yetu ambayo tunaisambaza, maana yake tuna fresh ambazo tunaziuza. Kwa hiyo ni miongoni mwa miradi ambayo tuko nayo. Hali iko vipi sokoni? Kwa upande wa fresh, mwanzoni kidogo zilikuwa zinaenda, lakini kwa sasa naona kama kidogo biashara imekuwa kidogo ngumu. Hatufanyi kama biashara, ni vile tu kwamba utume wowote ule unaufanya kama una gharama zake, yani lazima una gharama. Yes. Kwa hiyo tunafanya kurudisha tu walau nusu ya gharama ambayo tulitumia kutengeneza hiyo kazi. Faida mtaipata mbinguni. Amen. Mnajiandaa vipi sasa mkaingiza kazi nyingine? Na je, tutegemee kupata nyimbo 9 tena? Hilo ni jambo la kawaida. Kwa namna ambavyo namfahamu mwalimu wangu mimi, ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kufundisha na ana uwezo wa kuandaa hizo nyimbo 9 akaalika na walimu wenzake. Mwalimu wangu sio mchoyo. Yaani ni mwalimu ambaye huwa anapenda kuwashirikisha baadhi ya walimu wenzake, hususan tunapokuwa katika jambo kama hili, labda tunaandaa album. Hataki kuwa ile yani peke yake kwamba ngoja tu nifanye mimi kama mimi. Anaweza kaomba msaada kwa walimu ambao wanazunguka parokia teule, wakaja kumsaidia. Kwa hiyo ni jambo ambalo linawezekana, yani kabla hata ya mwaka linawezekana kuandaa album nyingine. Umoja ni nguvu tunasema, si ndio jamani? Makofi kwake mwalimu jamani. Haya, swali la mwisho mwenyekiti. Naam. Kwa sasa tunashuhudia kwaya nyingi huwa azirekodi nyimbo labda zifike 5, 6, hata 9. Unarekodi labda nyimbo 2, 3, wengine mmoja tu. Ndiyo. Alafu imeisha. Yaani wao wanaopiga promo alafu wanaendelea na mambo mengine. Kwa nini 9? Sisi tulifanya 9 kwa sababu ndio ilikuwa albamu yetu ya kwanza. Kwa hiyo tukaona tutengeneze kazi za kutosha ili hata kwa sababu wakati tunatengeneza hii album tulikuwa bado hatujafungua hii mitandao ya kijamii. Hivyo tukasema hata tukija kufungua mitandao ya kijamii basi inakuwa tunaachia wimbo mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo maana yake tunaweza tukaachia wimbo mmoja mwezi huu, baada ya mwezi mwingine tukaachia mwingine, baada ya mwezi hivyo. Lakini huo utaratibu wa kuachia nyimbo moja pia tunao utaratibu, kwa sababu tulianza mwaka jana bila shaka, ambao ni wimbo tulioimba hapa baada ya wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili tulioimba ambao unaitwa Leo Mapema ni wimbo wa Pasaka. Tulifanya hivyo na tukauachia YouTube. Kwa hiyo
hiyo ni taratibu tu ambazo pengine labda ni kwaya zinajiwekea hivyo. Lakini kwenu taratibu huo haupo? Upo. Sio kama hivyo wimbo wa leo mapema ambao mwaka jana tulirekodi na tukauachia YouTube. Yaani inamaanisha wakitoa kazi labda hii ni album, ndio hawatengenezi nyimbo nyingi zaidi. Okay. Zikizidi ni 3. Okay. Wengi wakisema kwamba ni gharama. Of course ni kutengeneza album kuna gharama. Inategemea na studio ambayo mnaenda kufanya kazi. Kwa sababu wengine wimbo mmoja tu wanafanya audio labda 200,000. Ukija kufanya video labda yani audio na video wimbo mmoja inaweza kuwa ni 500,000, 400,000, inategemea na studio ambao umeenda. Kwa hiyo ndio maana wengi wao wanakimbia pengine gharama hizo za kurekodi na kushoot pamoja. Haya mwenyekiti, mimi nikutakie utume mwema. Asante. Mungu azidi kuwabariki. Amina. Mfike viwango vingine. Amina sana. Makofi kwake mwenyekiti. Asante mwenyekiti. Asante. Na mtazamaji, ni Sauti Live na mwenyekiti, tafadhali jina lako kwanza jamani. Nilisahau jina mwenyekiti. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Basi jina langu naitwa Silvanus Julius Simle. Ni mwenyekiti wa kwaya hii mnaiona hapa mbele. Haya jamani, ni kwaya Mtakatifu Cyriacus kutoka parokia teule ya Kingugi. Ndio. Haya ambao wametoka katika parokia ya Kizinga. Yes. Mtakatifu Martin Watuaz bila shaka. Ndio. Haya, asante sana. Na mtazamaji, tunasonga mbele, ni Sauti Live. Jumbe ni nyingi kweli kweli, lakini natamani tuende kwenye burudani kwanza, alafu nikirejea tutapata kuzipitia, walau siwezi kumaliza zote, lakini kwa kiasi basi nitapata kuzipitia. Tunakwenda kupata burudani nyingine kutoka kwa Mtakatifu Cyriacus kutoka parokia teule ya Mtakatifu Cyriacus Kingugi. Pamoja nami katika mapito yangu, hukuniacha niangamie, mimi niliye mdogo. Katikati ya safari yangu nilihisi umeniacha, uje Yesu wangu, nitembelee. Ulikuwa na mimi wakati wa shida na wakati wa furaha yangu, kwa mkono wako ukaniongoza, na sasa ninaomba tena nitembelee tena, nitembelee Mwokozi wangu, nitembelee tena, nitembelee Mwokozi wangu. Njoo Bwana Yesu, ninakuhitaji, niendapo nipitapo, wewe kinga yangu, ndiwe faraja ya moyo wangu, mimi nisiyestahili. Uje Bwana Mwokozi wangu, nitembelee Bwana, ninajua unanikumbuka, uje
ulikuwa na mimi wakati wa shida na wakati wa furaha yangu. Kwa mkono wako ukaniongoza, na sasa ninaomba tena nitembelee tena, nitembelee Mwokozi wangu, nitembelee tena, nitembelee Mwokozi wangu. Na waombea na wale waliokata tamaa, ili nao wajue ya kuwa upo kati yao. Waguse Bwana Mwokozi wangu, wajue kuwa wewe upo. Waguse tena Mwokozi wangu, watembelee. Waguse Bwana Mwokozi wangu, wajue kuwa wewe upo. Waguse tena Mwokozi wangu, watembelee. Ona ni mambo mangapi Bwana ameyatenda kwangu mimi, kwa siku, kwa wiki, kwa miezi, hata na miaka. Ona ni mambo mangapi Bwana ameyatenda kwangu mimi, kwa siku, kwa wiki, kwa miezi, hata na miaka. Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Bwana amenijalia nguvu nayo hekima, acha leo niende nikamwambie asante. Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Na watoto wazuri ona amenijalia, acha leo niende nikamwambie asante. Nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Kipato nilicho nacho, uwezo nilio nao, amenijalia yeye, nikamwambie asante. Na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Uzuri niliona na afya nilionayo, zote ni neema zake, nikamwambie asante. Nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante?
na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba nikamwambie asante. Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba nikamwambie asante. Dunia hii ni ngumu sana, yenye mapito mazito, siku zote watu kulumbana, kote kote kuna moto. Ni vigumu mno kuwajibika kwa aliyekutuma, lakini mimi tazama, ninainua macho yangu nimtazame mmoja, yeye ni rafiki yangu, kisima cha faraja. Mimi ni mtume wake, mtume wa uimbaji, ninaimba nyimbo zake kwa wanaomhitaji Yesu. Duniani kumejaa wivu, kugombea utukufu, hasira kali zao wavivu, watukuzao upofu. Wanavunja moyo, wanaumiza, wakatisha tamaa, lakini mimi tazama, ninainua macho yangu nimtazame mmoja, yeye ni rafiki yangu, kisima cha faraja. Mimi ni mtume wake, mtume wa uimbaji, ninaimba nyimbo zake kwa wanaomhitaji Yesu. Duniani kumbe sio kwangu, nimetumwa kwa muda tu, nifanye kazi ya Bwana wangu, nimalize nitoke tu. Nitaitimiza, nimeamua, nikavalishwa taji milele. Mimi tazama, ninainua macho yangu nimtazame mmoja, yeye ni rafiki yangu, kisima cha faraja. Mimi ni mtume wake, mtume wa uimbaji, ninaimba nyimbo zake kwa wanaomhitaji Yesu. Uchovu, usingizi, uvivu na umasikini wangu, siruhusu vinitenge nyavu, nishike utume wangu. Ninakaza mwendo, sirudi nyuma, sitamwangusha Yesu milele. Mimi tazama, ninainua macho yangu nimtazame mmoja, yeye ni rafiki yangu, kisima cha faraja. Mimi ni mtume wake, mtume wa uimbaji, ninaimba nyimbo zake kwa wanaomhitaji Yesu. Kanisa la Kisinodi wapendwa. Ushirika, ushiriki na umisionari. Ushirika, ushiriki na umisionari. Kanisa la Kisinodi. Ushirika, ushiriki
ushiriki na umisionari. Na mtazamaji unatazama Sauti Live, karibu sana, ingawa tunaelekea ukingoni. Basi ndio kwaya Mtakatifu Siliakus sawa kutoka parokia teule jamani, sio parokia. Hii ndio parokia teule. Sasa sijui ikiwa parokia tutaimba vipi jamani. Jipongezeni kwa makofi mengi. Haya mtazamaji, jumbe ni nyingi sana, lakini nina jumbe hapa. Kuna jumbe nazitafuta hapa. Kani zinanipotea sasa. Haya, Kristo wapendwa, tumaini letu. Haya, ujumbe huu ni wa muhimu sana. Umeandikwa Kristo wanangu, Kristo wanangu, tumaini letu. Anasema hongereni sana. Yeye ni Padili Bongi. Baba tunaye tuna. Na tunatamba naye, si ndio? Baba tunaye tuna. Haya Baba Libongi, pokea salamu zako. Mimi nimefikisha ujumbe kama ulivyoutuma kwa watoto wako hapa. Haya, baba mnaye na mnatamba naye, si ndio Haya, hongera sana Baba Libongi. Kwa inaendelea kukua vema sana. Mungu awabariki basi muwe parokia, au sio? Haya, anasema hongera sana nawe mtangazaji, umependeza sana. Ila kuna wanakwaya onekani wa kiume jamani. Hii ni kesi sasa jamani. Hata yule mtu mrefu kule nyuma. Bana wanaonekana bana. Wameonekana bwana. Asante sana. Huyu anaitwa Hortensia kutoka parokia ya Hemba, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Haya, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Anasema wa kwanza kulia aliyebana nywele katisha sana, abarikiwe. Yeye ni Jacob kutoka Dodoma. Kulia, yes, kulia ni huku. Kamsalimie jamani, kamsalimie kutoka Dodoma. Roho Mtakatifu kamonyesha. Sogea pale, sogea msalimie jamani. Umefika Dodoma ujue? Leo. Anaitwa Jacob kutoka Jimbo Kuu la Dodoma. Yes. Jacob Mapendo. Tunamuitikia kwa niaba jamani, rudia tena. Mpe neno moja Jacob kutoka Dodoma. Mwambie kwanza unaitwa nani, alafu mpe neno moja akiwa kwa Dodoma. Sawa, basi mimi kwa majina naitwa dada Flora Barnaba. Flora. Imekuwaje Flora tena jamani? Wananiambia eti leo hautalala. Ni kweli? Nie. Jamani, Jacob kutoka Dodoma. Flora anacheka tu, ajui hata aseme nini jamani. Flora, mpe basi neno Flora jamani, tuimbe hapa Mbona hivyo Flora, mpe bwana. Basi mimi namkaribisha kaka Jacob kwenye utume wa uimbaji. Haya Jacob, umekaribishwa Kingugi Haya, asante sana Flora. Haya, wewe naitwa Demetrius Makonyora kutoka Jimbo Katoliki la Njombe. Anawatakia utume bora katika uinjilishaji. Mungu azidishie uvumilivu. Amina. Bila shaka nyinyi ni wavumilivu jamani, si ndio? Haya, huyu ongea naye mtangazaji nimeshamsoma huyu. Tunakwenda kwake, anaitwa Odeta Elias kutoka Kigoma. Anakuwa amependeza sana. Asante. Anasema hongera sana mtoto, Mungu akubariki sana kwa uimbaji. Zavelia Mponzi kutoka Jimbo Katoliki la Iringa, na wapenda. Hongera sana kwaya Mtakatifu Siliakus, ni Mr. Mapua. Mr. Mapua mmefikiwa, si ndio? Haya, tumsifu Yesu Kristo. Yeye anaitwa Ana, anatokea parokia ya Mtakatifu Ana, mkoa wa Kilimanjaro. Bila shaka ni jimbo la Moshi, wilaya ya Moshi. Yeye anasema mimi nimependa kwaya yenu, wakaka wanavyoimba, wamependeza. Wakaka mmefikiwa. Walikuwa wanalalamika sana ndugu yangu. Asante kwa kuniokoa. Mara hatuonekani. Haya, huyo amewaona. Kutoka Moshi huyo amewaona jamani, si ndio? Haya, tumsifu Yesu Kristo.
Nimempenda mdogo wangu wa sauti ya kwanza, anaimba vizuri, yeye ni Anusiata. Haya, Rodia, umefikiwa mama. Hongereni sana kwa ujumbe mzuri sana. Samuel Ludege kutoka Dodoma, nimeipenda kwaya Mtakatifu Siriakus. Basi hakikisha unapitia kazi zao katika mitandao ya YouTube, si ndio jamani? Na ukihitaji flash zinapatikana. Kwa hiyo mtawasiliana kupitia kwenye mtandao wa kijamii, au sio? Mbarikiwa kwa uinjilishaji na wapendwa wanakwaya wote, hasa sauti yangu ya tatu Elizabeth Yaule, parokia ya Makambako Njombe. Alikuwa mwanakwaya wenu? Mmefikiwa Njombe. Okay. Sauti ya tatu. Haya, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Yeye ni Penti kutoka Mara Shirati, parokia ya Shirati. Nasema nimempenda huyo mtoto, Mungu ambariki. Haya, Rodia, hongereni sana wanakwaya, Mungu awabariki sana. Yeye ni Honorila kutoka Morogoro, parokia ya Mgolole. Asante sana kutoka Morogoro. Jamani, tunaelekea ukingoni. Jumbe ni nyingi sasa siwezi kusoma zote jamani. Tumsifu Yesu Kristo. Mapendo daima. Anaitwa Jasilini Thomas kutoka Kigoma, wanakuwa amependeza, Mungu abariki. Tumwimbie Bwana. Anaitwa Augusta Sala kutoka Iringa, wanakuwa hongereni sana, mpo vizuri tena sana, mpaka nawaonea wivu jamani. Usione wivu, nenda parokiani kwako, chagua kwaya moja, jiunge basi na wewe, au sio? Asante sana, hiyo kwaya inapendeza, Mungu awabariki. Yeye ni Peter Nundi kutoka Asirari Mara huko. Ya mapendo daima. Anasema kwa jina anaitwa Amina, mmependeza sana, Mungu awabariki. Jamani, haya, anaitwa Philemon Wedegela, anabarikiwa sana na wimbo huu wa kwaya Siriakus. Haya, huyu anaitwa Rehema Ngaiwa, yuko Mwanza, maeneo ya Nyegezi. Hongereni sana wanakwaya, mnaimba vizuri sana. Haya mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kututumia ujumbe wako. Jumbe ni nyingi sana. Shukrani, lakini nikuombe radhi kwa wale ambao sijasoma ujumbe wako, muda sio rafiki sana. Niwashukuru pia wanakwaya Mtakatifu Siriakus jamani. Asanteni sana. Mungu awabariki, awainue kwa viwango vingine tena. Amina, asante sana. Lakini nikushukuru mtazamaji kwa kuendelea kutupa muda wako. Asante kwa kuichagua Sauti Live. Tuendelee kuwa pamoja siku zote, au sio jamani? Haya, mimi sina la ziada, niwatakie kila lililo jema mnapoelekea kwenu Kingugi huko. Mungu awabariki mkafike salama. Shukrani kwa crew nzima ya Sauti Live ambao wamehakikisha matangazo haya na kufikia mbashara hapo ulipo. Mimi naitwa Mary Binto Yuda. Mmoja tu. Asante. Jumapili nayo ni siku. Endelea kutazama Tumaini TV, lakini tunakwenda kusikia sauti nzuri tena kutoka kwa Mtakatifu Siriakus. Karibu. Hubirini kwa sauti ya kuimba, yatangazeni hayo. Tangaza, 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 yatamkeni haya mpaka mwisho wa dunia. Hubirini kwa sauti ya kuimba, yatangazeni hayo. Tangaza, 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 yatamkeni haya mpaka mwisho wa dunia. Semeni Bwana, semeni Bwana, semeni Bwana, semeni Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya, haleluya, haleluya. Semeni Bwana, semeni Bwana, semeni Bwana, semeni Bwana amelikomboa taifa lake. haleluya, 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 haleluya. Mshangilieni Bwana, pigeni kelele, wote tusifuni kwa kuwa Bwana ni mwenye haki. Hubirini kwa sauti
ya kuimba, yatangazeni hayo. Tangaza, 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 yatamkeni haya mpaka mwisho wa dunia. Semeni Bwana, Semeni Bwana amelikomboa, semeni Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya, haleluya, haleluya. semeni Bwana, Semeni Bwana amelikomboa, semeni Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya, haleluya, haleluya. Mpigieni Mungu kelele za shangwe, wote msifuni kwa kuwa Bwana ni mwenye haki. Hubirini kwa sauti ya kuimba, yatangazeni hayo. Tangaza, 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 yatamkeni haya mpaka mwisho wa dunia. Hubirini kwa sauti ya kuimba, yatangazeni hayo. Tangaza, 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 yatamkeni haya mpaka mwisho wa dunia. semeni Bwana, Semeni Bwana amelikomboa, semeni Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya, haleluya, haleluya. semeni Bwana, Semeni Bwana amelikomboa, semeni Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya, haleluya, haleluya. Sauti Live.